Baada ya mashahidi wawili wa mficho, hapa tunamzungumzia P2 na P8 wa upande wa mashtaka ama upande wa jamhuri kumaliza kutoa ushahidi wao dhidi ya kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Shahidi hao kutoa ushahidi wao na kueleza kwamba wao ni wafuasi ama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia Lissu akija na maswali ya dodoso kuhusiana na wanachama wao na uhalali wao kuwa wanachama wa Chadema. Shauri hilo limeahirishwa mpaka siku ya kesho, huku mahakama ikitoa maagizo upande wa jamhuri usilete ama usije ukiwa na chini ya mashahidi watatu. Leo wametoa mashahidi wawili, kwa maana ya shahidi wa 7 wa jamhuri na shahidi wa 8, na wote ni mashahidi wa siri. Sasa kwa kifupi, ukiachana na mambo machache ambayo yanatofautiana kwa mashahidi haya, mambo mengi sana wanayosema yanafanana. Mambo yanayotofautiana ni kwamba tu shahidi wa kwanza P2 yeye anatokea Songea, lakini shahidi wa pili P8 yeye anatokea Moshi. Ni vitu tu vinavyotofautiana, lakini kwa maana ya maudhui ya ushahidi wao wote wanafanana, kwa maana ya kwamba wote wamesema ni wafuasi wa Chadema, pamoja na kwamba walivyoulizwa kuhusu ufuasi wao, wana kadi za uwanachama, wote wamesema hawana kadi za uwanachama na hawajaweza kuthibitisha kuhusu ufuasi wao. Tumeshuhudia uwepo wa muendelezo wa upande wa mshtakiwa kuendelea kupata kuingiza mahakamani vielelezo vya utetezi. Kama tunavyofahamu, kesi iko kwenye upande wa mashtaka, lakini mpaka sasa hivi upande wa mashtaka hawajaweza kutoa kielelezo chochote mahakamani na kikapokelewa. Lakini kwa upande wa mshtakiwa, mpaka sasa kati ya mashahidi 8 waliokuja mahakamani kutoa ushahidi, mshtakiwa amefanikiwa kuingiza mahakamani na kupokelewa kwa vielelezo 7 ambazo vitakuwa ni sehemu ya utetezi wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Vielelezo hivyo ni pamoja na maelezo ya mashahidi wote ambao wamekuwa wakiyatoa polisi, lakini mashahidi hao ukiangalia ushahidi wao walioutoa, maelezo waliokuwa wanayatoa polisi ni tofauti na maelezo waliokuwa wanayatoa mahakamani. Mambo mengine ambayo kama nilivyosema yamejirudia na yametujitokeza mahakamani leo hii ni kwamba washtakiwa wote waliokuja kuelezea mahakamani walikuwa wanaeleza kuhusu habari za video na maneno aliyosema Mheshimiwa Tundu Lissu. Wamehojiwa kuhusu kuleta video hizo ziko wapi? Hakuna aliyeleta hiyo video na wote wamesema hawajaja nazo leo hizo video. Jambo la mwisho, kama mnavyofahamu, leo kesi imeahirishwa mapema sana. Muda huu nafikiri ni majira kama ya saa 8, na wakati mawakili wa serikali wanatoa taarifa wanaomba mahakamani kuahirisha kesi hii, Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa yeye alipinga hoja hiyo kwa kusema kwamba walipaswa kuleta mashahidi wa kutosha na kwa nini tuondoke muda huu mapema. Mahakama imesikiliza maombi hayo, imekubali kesi iahirishwe, lakini ambacho imesisitiza ni kwamba kuanzia kesho upande wa jamhuri watapaswa kuleta mashahidi wa kutosha. Nikiripoti kutoka Mahakama Kuu, Yasin Ngito, Dar es Salaam.